Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake. Mpenzi mtazamaji, leo alhamdulillah tunaye kipenzi chetu, mama yetu, dada yetu ambaye si mwingine ni Ustadha Sofia, ambaye nadhani wengi tunafurahikia sana yale ambayo anaweza kutuelimisha, hasa sisi wanawake ambao tunafaa kuwa na mazingatio imani katika dini. Kuna mambo mengi ambayo hatuyafahamu, hivyo basi tukiwa naye anazidi kutuchambulia na kutupa mengi zaidi. Na inshallah katika awamu yetu ya kwanza, mpenzi mtazamaji, ama katika mada yetu ya leo, tunaenda kuangazia ni yepi ya kuzingatiwa kwa wanawake ambao wameolewa, haswa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni yepi sisi kama wanawake tunapaswa kuyazingatia, haswa kwa wale ambao ni wanandoa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Inshallah tukirudi kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibu sana ustadha. Asante. Ni muda sana. Tumekupeza na kuambia mambo ni mengi. Sana, mambo yamekuwa ni mengi, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah. Midamu ni wazima, hilo ndio jambo kubwa la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hakuna kitu kikubwa kwa mwanadamu kama kuwa na uzima. Kabisa. Wengi wetu saizi wako hospitalini, wengi washafariki. Sasa tunashukuru alhamdulillah tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna tulikuwa nao wengine wameshatangulia mbele ya haki. Kabisa. Sawa, hili ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia mpaka kufikia hapa alhamdulillah. Naam. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitani la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ama ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutaka rehema zimshukie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na bila ya kupoteza muda tunaingia moja kwa moja katika mada yetu ambayo inahusu wanawake ambao tumeolewa. Ni vipi tunatakiwa kuzingatia ama ni yapi yanayotupasa hususan ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Sisi kama wanawake kuna yale mambo ambayo tunatakiwa tuyazingatie ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na katika mambo ambayo tunatakiwa kuzingatia, kwanza tunatakiwa kujua kuhusiana na, tuangalie hii Ramadhani haswa, huu mwezi wetu wa Ramadhani. Mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi ambao umebeba mambo mengi sana umebeba. Na katika mambo yaliyobeba ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, unakuta tuko na saumu ya kufunga. Hii ni faradhi, tunatakiwa tuizingatie sana. Na pia vile vile kuna mambo ya ibada ambayo pia tunatakiwa tuyazingatie sana. Sasa sisi kama wanawake, ikiwa tunabezi sana katika mambo mengine yaliyokuwa yako nje ya malengo ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, ile takwa ambayo Mwenyezi Mungu anataka aswa ya malengo ya huu mwezi, itakuwa tumetoka nje ya ule mwezi ya makusudio yanayotakikana kuyafanya. Tukiangalia tunaambia kwamba mwezi wa Ramadhani ni fursa adhimu kwa kila Muislamu. Tuko na fursa adhimu kwa kila Muislamu kwa sababu unakuta ni mwezi ambao mbeba mambo mengi sana, ambacho kila utakachokifanya katika huu mwezi kwa kuwa unajipatia thawabu. Hata kama ni kidogo, ikiwa ni cha kheri unajipatia thawabu. Na pia vile vile tuchunge, ikiwa ni cha shari pia vile vile tunapata nini? Dhambi nyingi. Yani thawabu kama ni thawabu ni nyingi, na kama ni dhambi pia vile tunapata dhambi nyingi. Kwa hiyo tusitupilie mbali fursa kama hii kwa sisi wanawake. Kwa hiyo kuongoza sana tunatakiwa kuongoza kwenye huu mwezi ni kuongoza ibada na kujikurubisha sana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na pia vile vile wanawake sisi ambao tumeolewa tunakabiliwa na majukumu ya kifamilia. Tunajua kwamba kweli kuna majukumu ya kifamilia ambayo tunakabiliana nayo. Lakini majukumu haya huwa ni ya kila siku. Lakini huu mwezi tukiangalia kwa mwaka unakuja mara moja sana. Tukisema kwamba majukumu yale bado tunaendelea kuyafanya sana na tukaacha huu mwezi kupata zile fadhila zake, ina maana kwamba tutakuwa tumepoteza mambo makubwa sana. Ilhali familia bado ziko pale. Huu mwezi ukienda umeenda. Na hatuwezi kujua kwamba ukishaondoka ni kama wewe utaweza kuupata tena ama mwakani inshallah kama utaupata tena ama hautaupata, kwa sababu tunaambia kwamba Ramadhani haiishi, bali sisi wanadamu ndio tunaoisha. Kweli. Ramadhani haiishi, lakini sisi wanadamu ndio tunaoisha. Kabisa.
Kwa hiyo tuzingatie sana hizi fursa, tusije tukazikosa. Hakika. Pamoja na kwamba tuko na familia zetu. Kwa hiyo tunaambiwa, lakini hilo halipaswi kuwazuia kupata baraka za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Yaani hizi familia hazituzuii sisi kukosa hizo baraka za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo sasa, badala yake tunapaswa kusawazisha majukumu na kuweka ibada pia vile vile. Kwa hiyo maana mtu anatakiwa awe na mpangilio katika kuweka majukumu yake ndani ya nyumba na pia kuweka katika ule umuhimu wa ibada zake ambazo anatakiwa kuzifanya kama mwanamke ndani ya ile nyumba, kwa sababu mwanamke ana uwezo, mashallah, Mwenyezi Mungu aliyotujalia, wa kuweza kukabiliana na jambo zaidi ya moja. Kwa hiyo utakavyojipanga ni wewe mwenyewe utakavyojipanga. Hautakosa kuendeleza familia yako, kuifanyia majukumu yanayotakikana, na pia vile vile hutakosa kupata zile fadhila na baraka za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naam. Hebu tuangalie yale mambo ambayo tunatakiwa kuzingatia ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika mambo ambayo tunatakiwa kuzingatia, la kwanza, kuswali kwa uangalifu. Sasa hapa tuangalie sisi wanawake, kama tusipoangalia na tukawa makini, tutakuja kujikuta yani huo uangalifu katika swala pia hauko. Kwa sababu ukijiwekea yale majukumu mbele zaidi na vyakula, unajua mwezi wa Ramadhani watu wanapika vyakula sana. Na wanawake wengi wanasahau ibada pia hapo. Utakuta bado mtu imefika kabisa adhana imeadhini, bado yeye yuko jikoni yuwapika. Hivyo hajamaliza kupika, ibada inampita sana. Na yule mwanamume akirudi hamuulizi kwamba je, mke wangu umeswali, umefanya ibada, umetimiza? Hapana. Sasa hiyo inaenda kama imepita hiyo ikipita. Kwa hiyo sasa ni wetu mwanamke mwenyewe utajiangalia jinsi utakavyogawanya muda wako na zile ambazo za umuhimu katika hukumu na sheria za dini, kuzingatia kufanya ibada kwa uzuri zaidi. Kwa sababu sasa kama kwa mfano uko umejiwekelea, utaamka asubuhi, unajua kuna ratiba sasa huwa zinapangwa mwezi wa Ramadhani. Ndio. Kwa siku moja Ramadhani eti si kupika sana. Ramadhani ni zile kufanya vile ibada. Tatizo la wanawake ustadha ni kwamba Ramadhani inapofika anataka ajaribu kila recipe. Ataka mimi leo mpike vitumbua, nipike mkate wa sinia, nipike bajia, zote si kwamba zitaisha. Hazitaisha. Zina wengine wanamwaga, wengine zinakuwa ni israfu umefanya, wengine tabdhir umefanya. Yani ni vitu ambavyo vinakirihisha pia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Pika tu kiasi ambacho unajua ni familia inatosheka. Umeamua kwamba wanafuturia viazi, pika viazi kidogo. Maana baadaye unapika usima mwenyewe, kama ni ugali ama ni wali umepika, wanajua kwamba baadaye ndio tumefuturia hii, baadaye kidogo tukipumzika tunaenda kula chakula fulani. Lakini sasa unakuta kwa siku moja anaweza kupika iftari zaidi hata ya 4. Niambie umejiwekea sijui viazi karai, sijui kuna vitumbua, sijui kuna mahamri, sijui kuna kitu gani tena hapo. Hiyo ibada kweli utaifanyaje kwa makini? Haiwezi. Maana pia nikikumbuka Sheikh wakati tulipokuwa tuko katika lile darsa kule Jafris, Sheikh alisema moja wapo ya vitu ambavyo vinaweza kufanya pia ibada ama spirituality yako kushuke ni shibe kabisa. Wewe unakula unafanya israfu. Shibe. Yani wewe hauli ile mpaka unakuta mwingine ameshiba, sasa hata ibada inamshinda kufanya. Inamshinda kwa sababu unaambiwa, watu Waswahili wanasema shibe mwana malevya, njaa mwana malegeza. Ina maana kwamba utakapokula ukashiba sana unalewa. Ndio hivyo. Yani unashindwa kufanya chochote, unalala tu. Hizo nakwambia sasa enzi zetu, wakati hasa hujafahamu dini vizuri, wakati kwanza ukiwa na miaka 18 20 huko, lazima tu hilo litakuwa nalo. Ikifika unajua ukiwa hii miaka mingine ya kidogo kidogo, kama hujafika miaka 25 kuendelea, bado akili yako huwa haijafika ile ni vizuri kusema kwamba mimi nimefikia wakati kuna vitu nafaa kuconsider hichi kitu, je nikifanya ni vibaya ama si vibaya. Ni kweli. Kwa sasa kama tusipokuwa waangalifu hapo, ndio pale unakuta mtu unashindwa kufanya ibada. Akili ukiwa una swali pale, ukiwa umejiwekea kama hivyo kwamba mimi sasa hivi nataka nipike iftari kama 4 ama 3, utakuwa una swali lakini unafikiria nitamaliza saa ngapi kuswali na nikaanze kupika. Nikichelewa kupika mimi tutachelewa kufuturu. Kwa hiyo una swali wewe mwenyewe kama mwanamke unafuturua mwisho. Umeshawaandalia wote wamaliza. Hakuna anayejali kama umeswala umeshafanya ibada.
Ndio hivyo sasa. Kwa sababu unakuwa na akili yako umeilowesha sana katika kufikiria nitamaliza saa ngapi kuswali, ndio ili niweze kufanyaje kwenda kuanza kupika, watu sijui akili afikiria jikoni. Haya, saa ngapi tutapata huo uangalifu katika swala? Wallahi hutaweza. Hatuwezi kupata. Ndiyo. Sawa sawa. Kwa hiyo uangalifu kwanza lazima uzingatiwe katika swala. Kwa hiyo kusimamisha wakati wa swala 5 tena kwa wakati wake. Ndiyo. Kama sisi tunavyoswali Mashia tunachanganya dhuhurain na magharibain, uhakikishe ile wakati unapofika basi unaswali swala yako kwa utulivu zote mbili. Ukimaliza pale chukua Qur'an, soma. Unajua ni tuko na muda, lakini tunajiwekelea mambo mengi ambayo yanakwenda kusababisha mpaka hata hiyo Qur'an hatuwezi kuisoma kabisa. Na pia kama naamini hasa sisi upande wa Ahlul Bait, sisi wa Shia, inakuwa rahisi sana kufanya jambo. Kwa sababu gani? Umemaliza ile yani kabla hata hujafungua unakuta kabla hujafungua unaenda zako kuswali. Ukimaliza swala yako unafuturu tena ni kidogo. Ile iftari kidogo yenye umekula, unajua mimi nimejiandaa ibada zangu, bado baadaye nataka nisome Qur'an. Kama ni kusoma dua iftitah, kama ni kuna dua ziara nataka kusoma, unajua mimi nimejiandaa hivi. Hata kusoma umaliza ziara vizuri, kama unataka kurudi tena kula, unajua kabisa umemaliza amali zako. Lakini sasa unakuta ni mazingatio pale, unakuta mtu hakuna. Mtu unafikiria tu nitapika, ama umekula ndo pale umepitilizia. Pamoja na kwa tumeambia Mwenyezi Mungu hajatukataza kula na kunywa. Hakika. Tumeruhusiwa kula na kunywa vitu vilivyokuwa ni vizuri na halali. Ndiyo. Lakini wala tusrifu. Tusifanye israfu. Na israfu ndani ya mwezi wa Ramadhani ndio huwa inafanywa sana. Na ibada ndio pale unakuta watu hawazifanyi kwa mazingatio na kwa uzuri, ni kwa ile khushui, kwa sababu ya kufikiria nitamaliza saa ngapi niweze kwenda kupika. Kabisa. Kwa hiyo mtu unakuta anatakiwa alizingatie hilo la kuswali kwa wakati na kufanya khushui. Na pia vile vile kuzidisha swala za sunna kama vile tahajjud. Mtu unajua kama utakula na ushibe sana, utajiwekea makazi mingi ya kupika. Utachoka mwisho wake. Utakapochoka ina maana kwamba utakapolala unalala moja kwa moja. Hata hiyo tahajjud pia itakushinda kuamka na kuweza kuswali. Itakupita. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe waangalifu. Tusipike mavyakula mengi. Kabisa. Na tukila tunakula kwa wakati, kwa kugawa tumbo letu katika sehemu 3. Sehemu ya chakula na maji na hewa pia vile vile. Lakini sasa unakuta mtu anakula anashiba sana, hata maji hawezi kunywa. Upumue. Na kuhema, ile kupumua pia anashindwa. Unamkuta mtu anahema juu. Utasema labda sijui kabebeshwa mzigo gani, kumbe ni shibe. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na mazingatio sana kuhusiana na hili. Ndio ile kufanya ibada zetu kwa uzuri zaidi na kuzifanya kwa hali ya unyenyekevu na usahihi zaidi. Na kwa kweli Ustadha umesema kitu kizuri, kwa sababu naamini katika ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao sisi tunafaa kuwa karibu na Mwenyezi Mungu sana. Ni mwezi ambao tunafaa kuchukulia kwa umuhimu, kwa sababu kama huu mwezi utaenda haujavuna ama kupata kitu kipya ama kitu ambacho unajua mimi kumbe hili nilikuwa silijui, lakini kwa huu mwezi imenijalia nimeweza kufahamu, kwa sababu ni kitu kizuri sana kutoka kama umepata knowledge mpya sana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio maana tunataka tufaidike na huu mwezi. Lakini tukiendekeza ibada kando, na ndio mwezi ambao tunataka, watu wanakwambia ni mwezi ambao angalau unajipangia maisha yako ya mwaka mwingine utakuwa vipi. Ndio hivyo kujipangia, kwa sababu tunatakiwa katika dunia si kwamba tunajua kama tutakufa. Ndio. Lakini unaambiwa Mwenyezi Mungu hajatukataza tuishi kama vile tutaishi milele. Kabisa. Na pia vile vile tukumbuke kama kuna kufa, kama utakufa kesho. Ndio. Ama hata sasa hivi. Kwa hiyo unapokuwa mwezi wa Ramadhani kama hivi tuko nao, ina maana kwamba tunatakikana tuwe makini na tuupokee na kufanya zile ibada zote zinazotakikana kufanyika, kwa sababu zile ibada humfanyii mwingine. Unajifanyia wewe mwenyewe. Fanya kama ni kitu unafanya ni cha mwisho. Maana usijua kama kesho Mungu atakuamsha. Ndio hivyo. Ukifanya kama vile unafanya kwamba ni sitakuwa kesho. Kwa hiyo unafanya kwa ile khushui, unafanya kwa uangalifu, kwa uzuri zaidi, kwa sababu thawabu zitakapopatikana pale si za mwingine, ni zako wewe mwenyewe. Hiyo ni faida yako wewe mwenyewe. Mwenyezi Mungu ametuletea huu mwezi kwa ajili ya faida yetu sisi wenyewe. Ingawa kwamba ni sheria kufunga, lakini thawabu hatumpatii mwingine isipokuwa ni sisi wenyewe. Ndio tunaojipatia. Tunajichumia wenyewe. Ndio. Jambo la pili vile vile pia kusoma Qur'ani na kutafakar maana yake. Kwa sababu kusoma Qur'an
unakuta si kusoma Qur'ani kama unasoma tu mwimbo bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah hivyo. Unatakiwa pia ufanye ile tadabbur, yani kuweka ile mazingatio, kufikiria hii aya inasema nini. Mazingatio kama hayo unatakiwa uyafahamu katika kusoma Qur'an. Kwa hiyo tusisome tu ile haraka haraka tumemaliza juzu moja unakuwa na juzu nyingine sawa, lakini uwe na mazingatio. Hii aya inanifundisha nini hapa? Hivyo ndio inavyotakikana. Kwa hiyo hata kama utajipangia wewe usome Qur'ani yako mwezi mzima, ukija ukiisha umemaliza Qur'ani nzima, ama hata uwe umerudia mara 2-3, lakini uwe na yale mazingatio wakati unaposoma Qur'an. Usije ukajikuta unasoma Qur'an unasoma tu basi ni kama vile mwimbo unamaliza pale. Kweli. Kwa hiyo vile vile kutenga muda wa kila siku katika kusoma Qur'an na kufanya ile kutafakar, kuweka katika kutafakari ile tafsiri yake. Na pia vile vile kuwafundisha watoto na familia. Hakika. Sisi kama wamama ambao tumeolewa katika majumba, ndani ya nyumba pale uko na familia, ima ni familia ya watu katika ndugu ama ni watoto wako. Wewe mama uko na majukumu. Unajua mara nyingi sana jukumu kama hili tunakuwa tunalibeba sisi wa mama. Ndio. Mama ndo anakuwa ni mwalimu wa kwanza katika familia ama kwa watoto wake. Sahihi. Kwa hiyo ikiwa wewe ndo mwalimu wa kwanza, unapokuwa unasoma Qur'an, usisome Qur'an na ukamsahau mtoto. Ndio. Soma Qur'an kisha muite, mwambie mtoto, njoo hapa mwanangu nikusomeshe Qur'an. Kwa hiyo unampatia mafunzo na kumuelezea ule umuhimu wa usomaji wa Qur'an ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Atakapokuwa analijua hilo, utakapomfundisha leo, kesho na kesho kutwa, utakapokuwa hauko, mtoto yule mfumo ule atakuwa tayari ameshauzoea na ataendelea nao na atakuwa nao mfumo ule. Kwamba mimi kila mwezi wa Ramadhani nilikuwa namuona mzazi wangu akisoma Qur'an. Na jambo hili lilikuwa likiendelea mpaka kwetu sisi kwa kitufunza kama familia. Kwa hiyo unakuta ule mtoto anakuwa amesoma kitu kutoka kwako wewe mzazi. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe makini sana. Tuonyeshe ule umuhimu na yale mafunzo hasa yanayotakikana ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa familia zetu na kwa watoto wetu, na sisi wenyewe tuweke ile umuhimu katika kupata zile fadhila na hii fursa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naam. Na pia jingine la tatu ni kuzidisha dhikri na dua katika kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala mara kwa mara. Kwa sababu kuna ule wakati utajikuta labda umemaliza kazi, umeona utulie, jaribu kufanya dhikri, kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mara kwa mara. Ama hata kama ukiwa unapika pale jikoni, koroga mwiko. Siwa mara nyingi wanawake tunapenda kupika na kuimba. Ndio. Tunaosha mambo na kuimba. Basi tunaweka mbali kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, badala ya kuimba tunafanya dhikri, tunamtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili tuwe tunaweza kufanyaje kuzidi kujipatia thawabu katika zile kazi tunazozifanya pamoja na zile fikra zetu na midomo yetu katika kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo haya tunatakiwa tuzingatie mambo matatu ya kwanza, pengine tunakuja kumalizia inshallah kwa kipindi kinachokuja. Shukran sana ustadha, shukran sana. Umetaja pointi nzuri ambao ni ya jikoni. Maana wanakuambia hata wewe mwenyewe unapotaka kupika, kunradhi, unapotaka kupika chakula chako, wengine huanza na bismillahirrahmanirrahim. Mtu anakuambia bwana, chakula changu kinatoka vizuri, nimemtanguliza Mungu mbele. Shukran sana. Kweli. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa nayo Ustadha Sofia ndani ya studio zetu za Mahdi TV umeweza kufahamu ambao ameweza kuiangazia, na ni vitu ambavyo sisi kama wanawake tunapaswa kuvifahamu, hasa wale ambao wapo kwenye ndoa na pia wale ambao ni madada nyumbani. Najua kuna kina dada, tuna makaka zetu, lakini kina dada ndio wanashughulika sana zaidi na jikoni. Na inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake, tukiwa naye Ustadha Sofia ambaye anazidi kujuza mengi na mengi zaidi, haswa kuhusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wewe kama mwanamke uliolewa, wewe kama mwanamke ambaye uko nyumbani, ama dada ambaye uko nyumbani, kuna vitu ambavyo unapaswa kuvifahamu ili kuhakikisha kwamba unafanya ibada na sio kwamba tu unashinda jikoni, kwa sababu najua wengi ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhan tunapenda sana makulati. Yani tunataka tupike aina kama zote yani za chakula, kila mtu ikuwe kama ni fahari. Inshallah mpenzi mtazamaji, tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena ustadha. Asante. Naam. Bila kupoteza muda tuendelee na
kipindi chetu cha pili kuhusiana na zile mambo ambayo yanatakikana kuzingatiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naam. Kweli na huu mwezi wa Ramadhani jamani ni mwezi mzima. Tukumbuke siku 30 ama siku 29 si siku chache. Ni siku nyingi. Hata kama ni mapishi unataka kuyapika, unaweza ukajikuta umeyapika yote na umeyamaliza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hautabakisha. Ni ile tu kujipangilia, unajua Haifa. Kweli. Kujipangilia tu, lakini sasa unakuta yani mtu hawezi tuweke ratiba. Lakini kusema kwamba leo nataka nipike mapishi 4, kesho tena kweli mapishi yako mengi lakini hatutayamaliza. Kitahamaki siku hizi muda unaenda mbio sana. Unaenda mbio haraka sana. Kitahamaki kushakuwa jioni. Kumeshakuwa jioni. Kwa hiyo sasa yani tunatakiwa ni kweli mapishi yako mengi. Ndiyo. Na mwezi bado masiku ni mengi. Siku 30 si siku kidogo. Ukijipangia katika kila siku, uongo ataka kupika mapishi 1 ama 2, ukifanya mapishi 2 kwa mwezi unashapika mapishi ngapi? 60. Hujatosheka tu mwanamke. Mengi sana. Kwa hiyo tusijikute tunamaliza, tunaacha thawabu zetu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tukafanya ile kuweka upande mmoja tu wa kupika mambo mengi, mapishi mengi. Inakuwa kama yani Ramadhani umefanya ni mwezi ambao wewe wa kusoma recipe tu, yani recipe tu. Umesahau kwamba mimi nafaa kushika Qur'an wala hiyo aya moja tu niisome. Maana hiyo aya moja kuisoma ina faida yake nyingi, kwa sababu mtu atakaposoma Qur'ani akiwa yuko na udhu, akiwa ametawadha, yuko na udhu, herufi moja anapata thawabu 10. Herufi moja. Ngapi umesoma? Utasoma herufi ngapi niambie? Na ukisoma bila ya kutawadha, herufi moja thawabu 1. Kwa hiyo kwa udhu herufi moja ni thawabu 10. Bila ya udhu herufi moja ni thawabu 1. Yani ukiangalia Mwenyezi Mungu ameturahisishia kuingia janna, lakini pia ni kama hatutaki kuingia janna kabisa. Maana thawabu ndo hizo tumewekewa, tumeelezewa nyingi sana. Kwa hiyo sasa unakuta zile nyimbo zetu zile, kwa sababu wasichana wengi tuseme, sisi wa mama pamoja na wasichana, wakati mtu anapokuwa anafanya kazi zake, kama ni kupika, kama ni kuosha vyombo, kama ni kufagia, unakuta wengi wetu tunapenda ile kuimba. Utaimba sasa, tusiimbe. Kuna yule ambaye atakayeimba nyimbo zake anazojua mwenyewe, kuna atakayeimba nyimbo za kaswida anazojua mwenyewe. Sasa wimbo ambao tunatakiwa labda kufanya hapa, tufanye basi dhikri. Tufanye ile dhikri kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Osha vyombo, mtaje Mwenyezi Mungu. Osha, pika, koroga pale katika jiko, huku unafanya dhikri, mtaje Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanya istighfar wakati unapokuwa unaendelea kanda zako unga pale, fanya istighfar, kwa sababu yani hakuna kitu utakuwa umekosa. Vile unakanda unga, istighfari inafanyika. Na unga unaendelea kufanyaje? Kukandika. Unaona? Kwa hiyo hakuna kitu utakosa. Yani fadhila hautafanya kazi, mdomo wanao pia unafanya kazi. Hautakosa yani kupata zile fadhila. Ndio. Ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani tuhakikishe kwamba hatutupi hata fursa moja ndani ya huu mwezi, kwa sababu tutasema mwisho mwezi umekwenda, mwezi haujaenda. Tunaoondoka ni sisi wanadamu. Sisi huo kila mwaka unakuja. Utawakuta labda iwe imefikia ni siku ya kiyama, labda kiyama, lakini kulingana na hilo yani kila mwaka huo mwezi unarudi, lakini sisi ndo tunaondoka. Kwa hiyo tulikumbuke hilo, ndo ili tuweze kufanyeje, kuzinduka na tuweze kuyashikilia yale ya umuhimu tunayotakikana kuyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kitu kingine ambacho naendelea nacho namba 4 ni kutoa sadaka na kufanya matendo ya kheri. Tunapenda kutoa sadaka. Wewe unapika chakula, kulikuwa ni urundike machakula mengi, chukua kile chakula, fanya sadaka, patiana watu. Kuna watu ambao wanafunga na hawana hata riziki ya kula. Na watu wanafunga kabisa. Yani mtu anafunga na hajui atafuturu nini. Lakini midamu tunaambiwa sisi katika mwezi wa Ramadhani sisi wote ni wageni wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtu anasema mimi ninafunga, mimi ni mgeni Mwenyezi Mungu na nitapata tu riziki. Hakika. Na kweli ataipata hiyo riziki. Kwa hiyo kulikuwa ni ujirundikie mavyakula mingi, fanya kutoa sadaka kile chakula. Patia mtu ambaye anafunga na hana uwezo wa kufuturu. Hilo nilikuwa nalipitia katika mitandao, walikuwa wanasema, kuna sheikh mmoja alikuwa yosema ya kwamba wewe unajua kabisa umeletewa chakula, vyakula umejaza kwa nyumba. Umesahau kuna jirani yako pale hana hata kitu. Hana hata ile riski ya kuweka. Maana kama Mtume mwenyewe ameamrisha hata hiyo tende tu moja kupeana ni sadaka bora pia, yani ni kama umemjali yule jirani yako. Seuze vile vitu ambavyo utakuwa uko navyo. Jamani, tuangalie
wale wenzetu ambao wanafunga, wana uwezo wa kufunga lakini uwezo wa kupata riziki hawana. Ndiyo. Kwa hiyo kufanya matendo ya kheri ni ile kutoa sadaka. Uko na pesa, mpatie mwenzako. Uko na chakula, mpatie mwenzako. Lakini tusifanye israf, tukajikumbuka sisi matumbo yetu na tukasahau wale wenzetu ambao ni maskini, wana uwezo wa kufunga lakini uwezo wa kula ya kupata ile iftar hawana. Ndiyo. Kwa hiyo hilo tunatakiwa tulikumbuke, ambayo ni namba yetu namba 4. Tukumbuke kutoa sadaka na kufanya mambo ya kheri. Na pia vile vile kuandaa iftari kwa familia na kwa jirani kwa nia ya kupata thawabu. Kualika. Unaona, ukifanya jambo lolote hata kama ni nyumbani kwako, si ni nyumbani kwako haifa, lakini ukifanya kwa ajili ya kupata thawabu, sema kwamba ukisema unafanya kwa ajili ya kupata thawabu pia utachoka. Ndio. Lakini ukiona kwamba ninakosha vyombo, ninakufagia, ninakupika na nini, kazi imeshakuwa nyingi, unaanza kuchanganyikiwa sasa na kupiga makelele. Unajua mama, tumeshazoea ile kupiga makelele ndani ya nyumba. Yaani ukizidiwa na kazi nyingi, sasa unaanza kupata ile stress na kuanza sasa kufoka sasa. Ndio. Ukishikwa kidogo, uone mimi niko na makazi mingi. Unaona? Kwa hiyo unakuta yani ile kukua na zile kazi nyingi vile, tufanye hivi. Kweli tuko na kazi nyingi, lakini tuseme tunafanya kwa ajili ya kupata nia, uweke nia ya kupata thawabu. Kwa sababu utakapopika kile chakula hata kama ni kidogo, lakini usema kwamba ninaandalia familia yangu, lakini naweka nia kwa ajili ya kupata nini? Thawabu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio. Haifa, utapata thawabu zako. Kweli kweli. Na wala hutajiona kama unachoka. Maana kila kitu ni nia. Utapata thawabu na wala hutajiona kama unachoka. Na pia vile vile fanya kwa pia majirani zako. Yani unapika chakula na unawagaia pia majirani zako. Unajua mwezi wa Ramadhani mwezi wa kutoa. Sasa unapika na kuna jirani yako pale, mpelekee. Usichoke. Ukisema kwamba unafanya na unampelekea kila siku unachoka, unajiondolea thawabu. Lakini mpatie. Wallahi kwa ile nia ya thawabu utapata thawabu zako pia vile vile. Kweli. Huu mwezi wa Ramadhani yani uko na fadhila nyingi ambazo yani sisi wenyewe tutaweza kuzipata kwa ajili ya kuweka ile thamani mbele yake katika ile mambo ambayo fursa iliyokuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kila utakachokifanya kwa nia nzuri unajipatia thawabu zako. Unajua kabisa unafanya kwa ajili ya Allah. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukifanya kwa ajili ya Allah, hata kama ni familia yako, hata kama ni jirani yako unamfanyia, weka nia, hautasikia umechoka, na pia zile hasira na nini hautakuwa nazo, kwa sababu unajua kwamba ninafanya hivi nikitegemea kupata thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo utajipatia thawabu zako na wala utajisikia kama vile unachoka. Na jambo lingine la 5 ni kujitahidi katika usiku wa mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Yaani zile siku za mwisho za mwezi wa Ramadhani, uone kama hiyo yaitkum minan nar. Unaona, tunatakiwa tukeshe hasa katika kutafuta zile fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ule mwezi wa Ramadhani, zile wiki na siku 10 za mwisho zile. Tujitahidi sana katika kufanya ibada. Hizi siku zingine tunafanya ibada, lakini ile siku za mwisho zile, yani tufanye kama vile kwamba Ramadhani tukimaliza hizi siku 10 inaondoka, lakini mimi ndo nitakayeondoka, sijui kama huo mwaka unaokuja nitakuja kuufikia mwezi wa Ramadhani kama huo. Kwa hiyo tunatakiwa tujitahidi katika kukesha na kufanya zile ibada katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, hususan ile masiku ya mwisho kabisa. Pamoja na kwamba hizi siku zingine zote kila 10 liko na mambo yake, lakini ile siku za mwisho watu wanahama majumba yao, wanaenda kukesha misikitini. Unaona? Kwa hiyo sisi kama wanawake tukishindwa labda kufanya zile itikafu katika misikiti yetu, basi tuyafanyie katika majumba zetu. Ndio. Ufanya mipango yako vizuri, jipangilie shughuli zako vizuri, na usijiwekee shughuli nyingi za kukuchosha, utakosa kufanya hiyo itikafu. Yani hata kama si itikafu kwanza kuifanya ndani ya nyumba, yani zile kukesha tu, ile kufanya ile mikesha ndani ya nyumba, kwa sababu itikafu hasa hususan katika misikiti. Lakini ile mikesha unaweza ukafanya sehemu yoyote tu, hata ndani ya nyumba yako. Kwa hiyo tujitahidi sana kufanya hayo katika majumba yetu katika ile masiku yanayokwenda mwisho katika mwezi wetu mtukufu wa Ramadhani. Kwa vile vile kufanya hiyo itikafu kwa ajili ya ya Lailatul Qadr katika zile siku za mwisho, na kusoma dua za msamaha kwa Mwenyezi Mungu atusamee makosa yetu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Unaomba Mwenyezi Mungu akusamehe. Hayo ni mambo ambayo ni muhimu sana sisi tunatakiwa kuyazingatia na kuyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hiyo ni namba 5. Namba 6,
kufanya majukumu ya nyumbani na nia safi, kama vile tumeshazungumza, nia safi. Ile nia safi kwamba ninafanya hata kama kuna wenzako wako pale, usijali kwamba tuko wangapi ndani ya hii nyumba. Wajua kuna nyumba ambayo iko na familia ya watu wengi. Ndio. Na katika ile familia kila mtu iko na mambo yake. Ndio. Kuna wachapakazi, kuna wavivu, yani kila mtu iko na mambo yake. So kama utamkuta ni mmoja umepata mwingine ambaye uko na mwingine ambaye itakuwa kuwa ni mvivu, usiangalie ule uvivu wake. Wewe fanya kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ufanye kwa nia safi. Ina maana utakapofanya kwa nia ya kupata thawabu na kwa nia safi utajipatia thawabu zako. Na wewe mvivu, ukumbuke pia vile vile utakapojitolea kufanya utajipatia thawabu zako. Kwa hiyo ina maana huu mwezi usishindane sana ama usishiriki sana ule uvivu wako ambao unaofanya katika miezi mingine. Tunatakiwa tujitolee. Kwa hiyo tusije tukasema kwamba eti huyu tabia yake ni mvivu, mwacheni. Mimi naongea na yule mvivu mwenyewe. Ajitume mwenyewe. Jua mtu mvivu, ili usichoke mtu mvivu, wasichana pale ndani ya nyumba. Kwa sababu unajua siku zote ukitumwa unachoka. Niwekee sufuria hapa jikoni, nisafishie hiki, nifanyie hiki, ngatie nyanya ya kitunguu. Lakini ukijua kuna nyanya na kitunguu na kusafisha, we mwenyewe tu bila hujatumwa na mamako ama na mlezi wako na yote liko pale ndani ya nyumba, jitolee wewe mwenyewe kufanya. Uamue kufanya wewe mwenyewe kwa roho safi tu. Kwamba nitakapofanya kwa roho safi hivi nitajipatia nini? Thawabu. Lakini ukisema kwamba eti watu washanijua mimi ni mvivu, acha tu nikae starehe, ukae kazi yako ni kuchati, unapunguza fadhila na thawabu za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Utajikuta umefunga kuanzia asubuhi mpaka jua linapozama kuingia giza la usiku. Zile fadhila umezipunguza mpaka umebakia na 20. Na pia unakirihisha watu. Na kukirisha ndio hivyo, kwa sababu ile unawakasirisha watu. Maskini mwenyewe mtu ajitolea, alafu wewe unagoja tu futari ukae ule. Hakuna chombo unachoshika wewe. Hakuna mahali unasaidiana. Si dukani uende. Ni wewe na simu yako, hata Qur'ani yenyewe pia imekushinda kushika. Ndio mimi nasema naongea na wale wasichana ambao katika majumba. Si sana ile kusema kwamba eti tunaongelea kwa kwani wa mama ambao wameolewa, lakini hata ninyi wasichana ambao bado hamjaolewa. Kwa sababu pale ndani ya nyumba yenu pale ndio unapojifunza sasa hivi maisha. Leo kesho na kesho kutwa ukiondoka kwenda kwako, utakuwa tayari umeshasoma. Mimi mwezi wa Ramadhani mamangu alikuwa nikimuona akifanya hiki na hiki na hiki na hiki. Kwa yale mafunzo mtu unajifunza kupitia ndani ya nyumba yenu. Lakini ukisema kwamba eti wewe unakaa tu unachati, kwa kweli unafunga, swala ikifika unaswali, lakini unajua kuna mambo mengi ambayo unayakosa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuache habari ya kuchati sana wasichana, acheni kuchati sana. Ule muda wa kuchati tufanye ni muda ambao wa kusoma Qur'an. Ule muda wa kukaa na kuanza kuongea na marafiki tufanye ni muda wa kufanya dhikri. Ndio. Ule muda ambao wa kukaa tu unajiona kwamba mimi nimechoka, hebu acha hiyo kuchoka ndani ya huu mwezi. Jitoleka kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kusaidia shughuli pale ndani ya nyumba. Lakini tukisema kwamba hatuzifanyi hizi na mkaamua kwamba mnaenda katika habari tu ya kuchati na kuanza kustoriana stories za zisizojulikana na marafiki, wallahi mnajipotezea thawabu zenu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na ile fursa na zile fadhila ambazo ziko katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo wasichana mnatakiwa muangalie sana hapa. Na pia tukikwenda katika kuhitimisha mada yetu, tunaambia kwamba wanawake waliolewa wana nafasi kubwa ya kupata thawabu nyingi. Unaona, ikiwa watajipanga vizuri katika Ramadhani. Kwa hiyo mimi hapa nilikuwa mama wenzangu naomba vitu tumeshamaliza kwa wasichana wa mama wenzangu. Naomba hivi, mtu anaweza kujipanga vizuri na akajikuta amepata yote. Asubuhi kiamka ukiswali salatul fajr ukimaliza, mapishi bado yajaanza pale. Jipange kusoma juzuu moja pale. Soma juzuu yako nzima imalize. Ukimaliza kusoma juzuu moja, kitambo ifike salatu dhuhurain. Kama ni maandalizi ya kujua kupika futari gani, utayafanya pale katikati. Kabla salatu dhuhurain fanyeje? Ifike. Ukishaanza kuweka maandalizi yako, ukifika wakati wa swala dhuhurain ukiswali ukimaliza, soma tena juzuu nyingine. Juzuu 2 utakuwa umesoma kwanza mpaka kufika hapo. Kwa hiyo utakuwa umefanya umejiandaa na umeswali na umesoma juzuu yako nyingine ya pili. Ukimaliza pale uko na muda wa kupika, pika futari zako. Na usipike futari ukajichosha sana, kwa sababu utakaposhiba sana ndo pale Waswahili kama nilivyotangulia kusema, shibe mwana malevya, njaa mwana malegeza. Utashindwa kuyafanya ile ya usiku ambao unatakikana kuyafanya. Kwa hiyo pika kiasi, kula saizi ya kiasi. Ukishayafanya hayo, ukiswali swalatu yako magharibaini pale,
ukimaliza ukiingia katika iftari, unafanya iftari yako vizuri kwa utaratibu, kula kiasi, weka gawanya tumbo lako sehemu 3, upate ya chakula, maji na hewa. Wallahi utajikuta yani una nguvu bado ya kuweza kufanya mambo mengine. Kusimamisha hizo swala za usiku, swalatul laili, utaweza kuzifanya kwa nafasi vizuri sana. Ndio. Na hii si kwa mama walio peke yake, bado narudi kwa wasichana. Bado wasichana na nyinyi pia, Mungu ni yule yule mmoja. Mungu aliokuwa kwa mama walioolewa ndio Mungu huyo huyo ambaye yuko kwa nyinyi ambaye hamjaolewa. Mtakaposimamisha hizi swala za usiku pia mtakuwa mmejifungulia mambo yenu ambayo yamejifunga. Mlilieni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama hamjapata waume, Mwenyezi Mungu inshallah ajalie wapate waume. Amin. Mna matatizo, Mwenyezi Mungu awaondolee. Amin. Watu ambao wameolewa katika nyumba zao, Mwenyezi Mungu inshallah pia waondolee matatizo wakati watakapokuwa wamesimama katika kufanya vile qiyamul laili. Mwenyezi Mungu azitakabali inshallah dua na kila kitu tutakachokuwa tunakihitaji kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili aweze kutusamehe na kututakabalia yale yote ambayo tulikuwa tunahitaji ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mashaallah. Hayo ndio tunaombewa, tunatakiwa haswa tuyafanye ili tuweze kupata taufiki kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shukran sana ustadha. Umeelezea vizuri na hakika ni muhimu, na kama mwanamke anajijengea jumba lake la peponi. Unajua kila kitu tunatafuta zile thawabu, hata kama ni ndogo. Anakuambia hicho kidogo kinakuwa ni kingi. Ni kingi. Inshallah. Shukran ustadha. Asante sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa naye Ustadha Sofia ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Natumai umeweza kumwelewa na umeweza kumfahamu mengi, ameweza kuiangazia hasa wewe mtoto wa kike, wewe ambaye unataka kujenga mazoea katika kufanya ibada ili kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama alivyosema salatul layl ni moja wapo vitu ambavyo vinakufungulia vifungo ambavyo labda viko kwa mwili wako, ama kitu ambacho unajua hauwezi kukipata, lakini kwa sababu ya umeswali salatul layl Mwenyezi Mungu anakupa taufiki. Na pia itakupa mazoea ya kwamba mimi sio huu mwezi peke yake ambao nitaamka salatul layl, bali itakupa uwezo pia wa kuweza hiyo miezi mingine inayokuja kuweza kuamka na kufanya ibada yako. Maana anakuambia muda mzuri wa kuongea na Mwenyezi Mungu ni muda wakati watu wamelala. Hakuna mtu anakusikia wala ni wewe peke yako, na Mungu ndo upo naye katika ibada. Inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalam.